Hello. Yes madam, habari? Salama. Kwema? Kwema, umeshindaje? Salama. Unaongea na Akila kutoka Wadada Center madam. Ndiyo Akila. Ndiyo madam, tunajulia hali, siku zimeenda hivyo. Tunaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Anaendeleaje dada Agnes? Tunaendelea naye vizuri, hatuna changamoto naye. Labda kama yeye ana changamoto na sisi. Hamna. Hajasema changamoto yoyote. Tumepiga tu kujua maendeleo yake, nidhamu yake mnaionaje? Iko vizuri kwa kweli, hana changamoto yoyote mpaka sasa hivi. Tuko naye sawa. Okay, ni wapi ambako unadhani labda anapaswa kuboresha labda kidogo, na yaani sisi tukiongea naye labda tumwambie aboreshe nini kwenye kukupatia huduma? Hapana, bado sijaona sehemu yoyote. Ana changamoto yoyote? Haya, basi naona utakuwa unafurahia sana huduma, kwa sababu kama hata hakuna cha kurekebishwa basi. Tunafurahia kwa kweli. Madam, tunashukuru sana madam, na asante. Natakie mchana mwema na majukumu mema ya siku ya leo. Wasalimie sana familia. Asante. Hello Agnes, habari? Salama madam. Marhaba, unaendeleaje? Jambo za kwenu? Salama. Ndio umetutenga hivyo hata kupiga simu kituoni kutusalimia jamani. Ajambo bi. Ajambo. Umemkumbuka? Namkumbuka Biela jamani. Haya, wewe unaendeleaje na kazi? Niko poa. Kuna changamoto yoyote labda? Hamna changamoto yoyote, mwenyewe kuliko kama nyumbani tu. Jamani, hongera kwanza. Nikiongea na madam, yani anaga feedback mbaya kwa kweli. Anasema unafanya vizuri. Kwa hiyo hongera sana. Yani watoto mimi tu kwanza naona kama vile kama wanangu tu wameshanizoea wenyewe. Yani naona kama vile tu watoto wangu hivyo. Lakini usijisahau sasa. Nitakuwa hiyo energy ulionayo sasa hivi uende nayo mpaka mwisho. Watoto yani kila kitu wamesha kuzoea, umezoea mazingira, lakini bado unatakiwa ujue kwamba kuna sana uko kazini. Hicho ndio siku zote tunawahimiza, usije ukajisahau ukaanza kuona kama vile uko nyumbani kwa mama na baba uanze kuleta uzembe. Hapana. Mimi nachukulia hapa nipo kazini hivi, yani nipo kutimiza majukumu yangu. Na wewe unawashirikisha pia, wewe unapenda pia kuchukua feedback kutoka kwa waajiri wako. Labda kwa mfano umepika, utamwambia samani madam, unaonaje chakula, niboreshe wapi, kwa watoto niongeze nini? Wewe mwenyewe pia unaingia unatusikiliza kwenye peji zetu, unaingia kwenye mitandao ya kijamii, Google huko, YouTube, jifunze namna ya kufanya vitu vipya. Yani mpaka wao wenyewe yani wakitafuta hivi sababu ya kusema eti labda hata wakuambie pa kurekebisha, kama hivi ambavyo napiga simu ananiambia yani hamna hata cha kurekebisha kwa kweli. Kwa hiyo unajitahidi. Sasa usije ukawazoesha baadaye ukakuona tu kawaida. Inatakiwa kila siku wakuone umeendelea kuwa bora zaidi ya jana. Mimi mwenyewe wote najitahidi. Yani tuseme tokea nije hajai kunituma. Yani basi fanya hapa hapana. Yani mimi hadi nahakikisha hadi mwenyewe katika tensi mwite madam dada. Nahakikisha bila akirudi yani kila kitu kinakuwa kipo sawa hivyo yani. Watoto wamekula, wameoga, hivyo kufanya homework ameshafanya. Yani kila kitu mwenyewe akirudi tu labda watakula, tutaosha vyombo, tunasali, tunaenda kulala. Jamani, hongera sana. Yani sisi tulali huko bila kusali. Na ndio hiyo, kama umefuatilia hujaanza kufuatilia workshop yetu ya juzi. Unajua nyinyi mpo mkoani lakini tunaziposti. Uwaga unaangalia kwenye page yetu kweli Agnes? Mwisho nilioangalia ni ile ambayo mliposti matroni mpya alikuwa anapika biriani, ndio ya mwisho. Simu yangu mimi ya mkopo sasa imefungiwa. Kwa hiyo mpaka ulipie. Mpaka nilipie, nimeweka kwanza pembeni. Mambo mengi tunajua mwezi wa ada. Basi nimeweka kwanza pembeni. Unamuomba hata madam ili tu uweze kuangalia, mwambie unataka kufuatilia
kufuatilia, nakwambia unataka kufuatilia kipindi ili uangalie. Kwa mfano kama mada ya mara ya mwisho ya tarehe 31 mwezi wa kwanza, tulikuwa tunajadili kuhusiana na masuala ya maadili na hofu ya Mungu vina mchango gani kwenye makuzi na malezi ya watoto. Kwa hiyo hiyo kwenye malezi na makuzi ya watoto, hiyo mada tu yenyewe ndo kama tuliongelea sana swala la wadada kuwa wanajihusisha kwenye masuala ya kiimani kama hivyo, kufanya ibada na watoto labda. Kwa hiyo wewe unatufuatilia, vitaendelea kukuboresha. Vingine naona unafanya vizuri, lakini ukifuatilia utafanya bora zaidi. Haya, asante. Haya, Agnes, asante sana. Salimia jamani Madam Joyce na Salon. Zimefika. Haya. Haya, bye. Uwe na siku njema na majukumu. Bye. Na wewe pia. Asante sana.